wakati wote. Basi ni muda mzuri kabisa huu ambao tumeweza kupata na wenzangu hapa ili tuweze kujifunza mwendelezo wa masomo ambayo tumekuwa nayo, ili tuweze kujifunza kile ambacho tunatakiwa kwenda nacho hasa kipindi hiki cha mwisho. Na basi ningependa niwaalike wenzangu na wewe msikilizaji, kama una nafasi, ili tuweze kupiga magoti na kuweza kupata ombi kabla ya kipindi. Basi niwaalike tupige magoti tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mwema mtakatifu, ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi mpaka masaa ya jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupatia ili tuweze kujadili neno lako. Tunaomba Roho wako akawe pamoja nasi tokea mwanzo wa kipindi hata mwisho, na tulipoenenda kinyume na mapenzi yako tukashindwa kutambua alama za nyakati, tunaomba ukatusamehe. Bariki mtazamaji na msikilizaji, sote tukajifunze chini ya utukufu wako. Ndilo ombi letu, tukiomba na kutumaini utakuwa pamoja nasi. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba. Amina. Amen. Basi nipende kuwaalika tuweze kujadili somo ambalo litaenda kutuamsha au kukuamsha wewe msikilizaji, hasa katika nyakati hizi za mwisho ambazo tunaishi, ili tuweze kuona tumefikia wapi na tunatakiwa tufanye nini. Na leo niko na wapendwa wainjilisti wenzangu ambao tutaendelea kujifunza hasa masomo haya ya nyakati za mwisho. Basi karibuni sana. Asante sana. Basi hapa mbele yenu nipo na mwinjilisti Justini ambaye kama unamuona hapa katikati, lakini mwishoni kule ninaye mwinjilisti dada yangu anaitwa Tabitha. Jina linapatikana katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo tutakuwa pamoja katika kuangazia kile ambacho wapi tumefikia na tunatakiwa tufanye nini. Somo letu limejengwa hasa katika kitabu cha Esther, kitabu cha Esther 4. Kitabu cha Esther 4, hapa tutakuta story au habari ambayo ni ya Esther mwenyewe akiwa na ndugu yake huyu Mordekai, ambao walikuwa ni Wayahudi na wakokutana na changamoto ambayo sheria ilitoka na Wayahudi wote ilikuwa wauawe. Lakini tunaweza kuona kwamba Esther anatumiwa habari na Mordekai juu ya kwenda kwa mfalme kinyume na sheria ambayo ilikuwa imeshawahi kutolewa hapo. Na tunaona kwamba Esther anaweka msimamo ambao tutaenda kusoma, ndio sisi utusaidie kwamba tunajifunza nini hasa tunapoishi katika wakati huo. Basi tufungue kitabu cha Esther 4. Esther 4 tutaanzia mstari wa 12. Esther 4 tutaanzia mstari wa 12. Labda kuna mwenzetu anaweza akasoma Esther 4:12 mpaka 16 hapo. Inasema, ndio. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe ujidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Asante. Amina.
Basi hapa tunaanza kuona mazingira ambayo tunaona kwamba Esther anapewa habari na Mordekai ya kuhusu kuingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kumbuka kuna sheria ukianza juu iliwekwa kwamba siku 30 ilipata ambapo tunaona Esther hakuingia kwa mfalme. Na tunaona kwamba sasa hapa imefikia kipindi cha hatari, lakini Mordekai anaenda kumwambia Esther kwamba, maana Esther aliposema sijaingia siku 30 na amri imetolewa ukiingia utakufa. Sasa Mordekai anamwambia usijidhanie kwamba wewe utapona katika amri hii, na akamhakikishia kabisa kwamba hatapona, ataangamia yeye na familia yake. Lakini Mordekai napenda jibu zuri hapa, anasema kwamba hata wewe ukinyamaza, Mungu atatupatia msaada hata kwa njia nyingine. Amen. Sasa hapa nataka kwanza, kabla hatujaingia sasa kwenye mambo ya ndani, tuone kwamba hapa tunajifunza kitu gani. Alafu ukiunganisha na kwamba basi Esther inamuumiza ile sentensi kwamba Mordekai alosema ukinyamaza wewe, Mungu atatupatia msaada kwa namna nyingine. Lakini akamwongezea swali kwamba unajueje, je, kama Mungu alikuweka kule ili wewe uje kusimama kwa wakati kama huu? Hebu karibuni, nianze na mwinjilisti Justin, karibu. Asante. Kwa kweli kwa hiki ambacho tunakikuta katika Esther 4:13 mpaka 16 ni dhahiri ya kwamba wewe umepewa mamlaka fulani, umepewa utume na nafasi hiyo katika kanisa la Mungu au mahali ambapo upo, maadamu wewe unafahamu kweli fulani kwa ajili ya kubeba nuru hiyo kuifikisha kwa watu, ya kwamba wewe usiposema ambapo utanyamaza, kuna saa itakuja wengine watasema, lakini wewe utaangamia. Kwa hiyo ni kwamba haitakusaidia kitu wewe hata utakaponyamaza, utakapoketi namna hiyo. Kwa nini? Anamwambia ya kwamba, je, ni nani ajua ya kwamba hukujia ufalme kwa ajili ya kusudi kama hii, kwa ajili ya wakati kama huu? Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba wakati huu ambao alikuwa amepewa huyu Esther kuwa malkia, anakuja Mordekai huwa anamwambia kwamba kana kwamba anamtabiria, kana kwamba anampa ya kwamba wewe jukumu lako ni hili. Kwa hiyo uko hapa kwa purpose, uko hapa kwa kusudi. Kusudi gani? Kuwaokoa hawa. Kuwaokoa. Na kwa hiyo basi tunapokuja kwetu sisi leo ni kwamba tumepewa muda, tumepewa sehemu, tupo sehemu fulani ili tuweze kusema kweli ambayo pengine itaweza kuokoa wengine na wengi wakamwona Kristo. Amen. Basi kama ulivyosikiza mpenzi mtazamaji kwa mwinjilisti Justin, hebu tumsikie pia na mwinjilisti Tabitha, tuone kwamba nini tunachokipata katika fungu hili. Basi karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Hakika katika fungu hili la 12 mpaka fungu la 16 tunajifunza mambo mengi sana. Cha kwanza, unapokuwa unajua ukweli fulani, jua kitu fulani na usiuseme, hakika mwisho wa siku utadaiwa. Ni kama vile ambapo watu wabeba nuru, tulio na nuru, alafu tukanyamaza, tusiseme mbele za watu, ipo siku Mungu atatudai. Lakini pia kitu kingine katika maisha yetu tujifunza kwamba tuzidi kumtegemea Mungu. Ndio maana hapa mwisho wa siku kusoma fungu la 16 pale na kuendelea nasema kwamba waliamua kufunga kulingana na changamoto walizokuwa wanapitia. Wakaamua wafunge kwa siku ngapi? Kwa siku 3. Hakuna kula usiku wala nini wala mchana. Kwa hiyo katika maisha yetu tujifunze kumtegemea Mungu, lakini pia tujifunze kusema kila ambacho hata watu wengine wataokolewa kwacho. Bwana abariki sana. Amina. Basi baada ya kuangalia nukuu kama hiyo, basi tutaenda sasa kuangalia kwamba katika kipindi hiki tunachoishi na majanga pamoja na mambo ambayo Kristo alikwisha kuyatabiri hapo awali, na ndio tunaona tunaishi sasa katika kipindi cha muhimu sana. Ukisoma Biblia ya Kiingereza ameandika for such time as this, yani kwa wakati kama huu. Je, kama sisi wabeba nuru au ambao tunafahamu nuru, je, tunatakiwa tuongoze kwa namna gani kwa wale ambao hawaifahamu nuru? Kwa mfano, hebu ni nukuu kwanza kutoka katika kitabu cha
maandiko ya awali au inaitwa early writings. Katika ukurasa ule wa 62 aya ya kwanza na ya pili anasema kuna ukweli mwingi muhimu katika neno la Mungu, lakini ukweli wa leo ndio unaohitajika kundini sasa. Anasema niliona hatari ya wajumbe wanaweka kando mada muhimu za ukweli wa leo na kukawia juu ya masomo ambayo hayalengi kuunganisha kundi na kutakasa moyo. Anasema hapo shetani atapata kila nafasi iwezekanayo ili kuharibu kazi ya Mungu, lakini masomo kama hema takatifu pamoja na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu vinaeleza kwa usahihi mwamko uliopita wa wana marejeo na kuonyesha msimamo wetu leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Mara nyingi nilionyeshwa kuwa haya ndiyo masomo ya msingi ambayo wajumbe wa Mungu wanapaswa kukawia juu yake. Sasa hapa tunaona nabii anatueleza kwamba kuna kitu kinaitwa ujumbe wa leo. Kwa Kiingereza wanasema present truth. Kwamba huu ujumbe wa leo ambao matukio yanayohusiana kabisa na masuala ya kurudi kwa Yesu mara ya pili lazima tuyaangalie kwa uhakika. Sasa na nabii anazungumzia kwamba lazima tustick sana kwenye ukweli wa leo. Japo kuna kweli nyingi sana, lakini kuna ule ukweli sasa wa leo ambao lazima tung'ang'anie kwa kiwango kikubwa sana. Hapa mnazungumziaje hapa wainjilisti wenzangu? Nianze na mwinjilisti Justin kuhusu ujumbe wa leo na wakati tunaoishi. Ndio, karibu. Naam, asante. Katika ukweli wa leo, kama nukuu hii ya L.I.T.S. au maandishi ya awali ilivyojikita hasa ilivyoelezewa na mwinjilisti hapa, tunagundua na tunaona ya kwamba moja wapo ya mada au hoja kuu sana ambazo tumepewa na kuzieneza, tumepewa na kufundisha ulimwengu, tumepewa na sisi wenyewe kujifunza kwa ajili ya maendeleo na ujio wa Kristo. Maadamu tu tunaishi katika siku hizi za mwisho, ni kwamba ni miongoni mwa mada tajwa, miongoni mwa mada pendwa sana, ambazo pia hata katika ujumbe wa malaika watatu zimeelezewa hapo, na utaona ya kwamba anavyosema ya kwamba vinaeleza kwamba kuimarisha imani, msimamo wetu wa leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Mara nyingi nilionyeshwa kuwa haya ndiyo masomo ya msingi ambayo wajumbe wa Mungu wanapaswa kukawia juu yake. Unaona, kwa mahema takatifu tunagundua kile ambacho Kristo sasa anakifanya katika hekalu patakatifu sana mbinguni. Lakini tunapokuja tukaangalia katika siku 2300 tunaona tunatambua wakati tuliopo sasa. Tunaona kabisa dhahiri ya kwamba kumbe tunaishi katika kipindi cha rehema tu. Na kwa hiyo sasa tunaposema hii present truth, kwamba ukweli wa leo ni upi ambao tuuseme? Ni leo, sio kesho. Ukweli wa leo. Na kwa hiyo huo ndio ambao tunapaswa kuambia ulimwengu, na sio ukweli mwingine na sio ujumbe mwingine wao wote. Asante. Amina. Basi ubarikiwe sana mwinjilisti Justin. Nikukaribishe pia mwinjilisti Tabitha, karibu. Nashukuru sana. Katika hii quotation au nukuu ya maandishi ya awali tunajifunza kwamba kuna masomo baadhi ambayo watu tunakuwa tukiyachenga. Hatuyafundishi kwa watu moja kwa moja, ila tunajikita katika masomo ambayo yanakuwa ni rahisi na hatuambie watu kuhusu kweli wa injili ya leo. Kwa mfano katika masomo ya amri za Mungu, ukiangalia watu wengi tunavunja amri za Mungu, na hasa amri kuu ya 4, wakiamini kwamba hiyo ni amri tu, ni maandishi yaliyopita, Agano la Kale, hayahusiani na ujumbe wa leo. Lakini ukweli kwamba ni masomo ambayo ukiwafundisha watu na tukaelezea watu kwa undani zaidi, ni masomo ambayo yatatusaidia sisi kufikia ufalme wa mbinguni, na tusibezi katika masomo marahisi tu tukaacha kama masomo ya hema takatifu pamoja na siku 2300 ambapo kwamba siku 2300 hizi ni siku ambazo zinatuonyesha kwamba current position, tuko wapi, tunasafiri, kanisa letu tunasafiri katika kipindi gani, tuko katika kipindi gani, je, tufanye nini kwa ajili ya kujiandaa na marejeo ya Yesu Kristo. Asante. Amina. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, basi tunaendelea kupata
jumbe hizi ambazo zitatuamsha hasa nyakati hizi za mwisho, na tunaweza kuangalia hasa kwamba ni kipindi gani tupo na tunatakiwa tustiki katika masomo gani ambayo yatatuamsha. Hebu tuangalie nukuu pia hii nyingine ambayo inatoka katika kitabu cha Testimony for the Churches, au tunasema shuhuda kwa kanisa, ukurasa wa 716 aya ya 2 na ya 4. Anasema, hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa leo kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefikia katika historia ya unabii na kutafuta kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli, kuamsha ulimwengu kuhisi uthamani wa upendeleo wa uhuru wa dini ambao umefurahiwa kwa muda mrefu. Anasema Mungu anatuita, mwisho upo karibu. Kila saa linalopita linatendewa kazi katika mahakama za mbinguni. Anasema kuwaweka tayari watu walio usoni pa nchi kufanya sehemu yao katika matukio makubwa ya kushangaza ambayo karibu yanatokea mbele yetu. Mwinjilisti Justin, kuna matukio hapa ambayo hata mtazamaji na yeye atakuwa shahidi kwamba yameanza kutokea, maana nabii hapa anasema matukio yaliyo karibu kutokea ulimwenguni na yataushangaza ulimwengu. Na sasa hivi tunaona tuna tukio kubwa ambalo limeushangaza ulimwengu. Umebadilika kwa muda mchache. Sasa matukio haya yanatuamsha, yanatufanya sasa tuanze kuona tumefikia wapi katika historia ya unabii. Hebu niwakaribishe tuone kwamba, je, haya matukio haya yanapotokea tunatakiwa wajumbe wa Kristo kuamka na kuanza kuhubiri ulimwengu kile ambacho kilitabiriwa, au tulale tu tuone kwamba kwa sababu yalitabiriwa? Karibuni Mwinjilisti Justin. Asante. Mimi niseme ya kwamba unabii, ndugu zangu na marafiki zangu, ya kwamba watu wa Mungu, unabii unatimia. Na kwa nini unatimia? Yale ambayo yote Kristo ameyasema kama dalili mojawapo na dalili nyingi za marejeo yake mara ya pili, tunayaona yakifanyika, tunayaona yakitendeka, yalitokea lakini yanaendelea kutokea. Lakini hasa na kubwa ambalo leo tunazidi kuliona likitokea katika ulimwengu huu tuliopo leo, siku zetu, ni kwamba tunaona magonjwa ambayo pengine hatukuyazani. Matukio mengine yamekuwa yakitokea, watu wengine wanatamani, wanasema, tunasikia ya kwamba mimi bora ningelikufa ili hayo yanayokuja yasitokee nikawa nayaona. Lakini hii sio salama, na wala hii sio kwamba tunajikinga na kila ambacho tunaweza tukajikinga kwacho, au salama wetu pekee ni kuamka na kufanya kila ambacho Kristo asema ya kwamba myaonapo hayo changamkeni mkavinue vichwa vyenu, maana ukombozi huu karibu. Bwana abariki. Asante. Amen. Karibu Mwinjilisti Tabitha. Karibu. Nashukuru sana. Ndio. Hakika ukombozi wetu, msaada wetu uko juu ya Yesu Kristo. Hapa quotation hapo anasema kwamba hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa leo kwa wakati huu. Tunaona kwamba watu saizi, watu hawana amani, hawana tumaini. Tumaini limepotea kabisa. Lakini tumaini letu ni kwa Yesu pekee. Ukiangalia hata magonjwa yaliyoko saizi, corona, watu wengi wamekosa amani kabisa. Na juzi tu nilikuwa naongea na rafiki yangu, ananiambia kwamba sasa labda tunasoma kwa nini? Ndio. Hatuna hata matumaini. Wewe unajua kilichopo nyuma ya corona, nikaanza kumtia moyo kwamba usiogope. Tujiandae kama vile Yesu anakuja kesho, lakini pia katika maisha yetu ya duniani kwa saa hizi tufanye kazi kwa bidii zote. Maana ukisema kwamba ukate tamaa uanze kulia, hiyo haisaidii. Kikubwa kilichopo ni kutiana moyo, kuhubiriana, watu waweze kujiandaa hata kama ni kwa sasa au kwa wakati ujao. Kikubwa ni kupaza sauti na kusema ukweli juu ya kile kilichotabiriwa na kile kinachotimia, na kuambia kwamba tusiogope. Amen. Kwa maana Mungu wetu yu shujaa, atatupigania na tutavuka salama. Amen. Amina. Ubarikiwe sana Mwinjilisti Tabitha. Basi tunaendelea na kipindi hiki ambacho, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, tunazidi kuangazia kweli muhimu za wakati huu ambazo tunatakiwa tuziangalie
na muktadha wa maandiko matakatifu na roho ya unabii inatueleza nini, ili tuweze kuamka kabla hatujachelewa. Hebu tupitie tena hii nukuu ambayo tuone kwamba tupo wakati gani na tunatakiwa tufanye nini. Inatoka katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 20 aya ya kwanza. Inasema, je, tusubiri mpaka utimilizo wa unabii wa mwisho kabla hatujasema chochote kuwahusu? Swali la kwanza hilo. Anasema, yatakuwa na thamani gani basi maneno yetu? Anasema, je, tusubiri mpaka hukumu za Mungu zianguke juu ya waasi kabla hatujawaeleza namna ya kuziepuka? Iko wapi imani yetu katika neno la Mungu? Je, lazima tuone vitu vilivyotabiriwa na vinatimia na kupita ndipo tuamini alichokisema? Anasema kwa uwazi, miale angavu ya nuru ya ukweli imetufikia, ikituonyesha siku kuu ya Bwana ipo karibu sana, tena milangoni. Hebu tusome na tuelewe kabla hatujachelewa kabisa. Mpenzi mtazamaji, utaona kwamba hii nukuu, nabii ameonyeshwa hapa kwamba kuna wengi tunakaa katika hali ya utulivu, kwamba kwa sababu haya mambo yatatimia tu. Hebu tuiunganishe hasa na hii nukuu ya mwisho, alafu tuone kwamba haya mambo tunayajadili kwa namna gani. Kitabu hicho cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 713 aya ya 4, anasema, ni wajibu wetu ambapo tunapoona alama za hatari inayokaribia kuamka na kuanza kazi. Asiwepo yeyote atakayekaa shwari na matarajio ya kiovu, wakijifariji wao kwa wao kwa imani kwamba kazi hii itakwenda mbele, kwa sababu unabii ulishatabiri kuhusu hayo, na kwamba Bwana atawakinga watu wake. Anasema hatutakuwa tunafanya mapenzi ya Mungu kama tukikaa kwa utulivu, hatufanyi chochote kuhifadhi uhuru wa dhamiri. Sasa tunaishi katika kipindi ambacho tunaona kwamba wengi wetu wamekuwa wakidai kwamba tusiyahubiri haya mambo kwa sababu yalitabiriwa tu yatatokea, na wengi wamekuwa wakikataa sana kuzungumzia haya mambo, hasa present truth, ukweli wa leo wa haya matukio, kwamba tunapoyaona hasa tuwaamshe watu kwamba angalia kile ambacho kilitabiriwa kinatimia. Na wengi tumejificha katika vichaka vya namna hiyo. Niwakaribishe katika hizi nukuu kwamba tunaonaje kuhusiana na hizi nukuu. Karibu mwinjilisti Justin. Asante. Mimi niseme ya kwamba kama swali ambavyo limeanza likaulizwa katika Shuhuda ya Kanisa gombo la 9, ukurasa huo wa 20. Na niseme ya kwamba hatuwezi tukasubiri. Kwa nini hatuwezi tukasubiri? Imeandikwa ya kwamba tawezaje kutulia ikiwa Bwana amenipa agizo. Ni katika hiyo Yeremia 47. Na kwa hiyo hatupaswi kutulia. Kwa nini hatupaswi kutulia? Ya kwamba huu kweli ni wa wakati huu. Na kama ni wa wakati huu, tusipousema basi tunamchelewesha, tunamkawiza Kristo kuja. Na amesema mwenyewe kwamba na habari kuu ya ufalme, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika mataifa yote. Amen. Na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na nimshukuru Mungu nisema ya kwamba leo wito na wigo wa injili leo unazidi kupanuka. Kwa nini? Leo kanisa limefaulu kufanya mahubiri ya satellite, kuhubiri kwa ulimwengu. Hii ni moja wapo ya jitihada ambazo mbingu zinatamani kuona zinafanyika. Kubwa ni hili ya kwamba ni wajibu wetu ambapo tunapoona alama za hatari inayokaribia kuamka na kuanza kazi. Asiwepo yoyote atakayekaa shwari na matarajio ya kiovu, wakijifariji wao kwa imani kwamba kazi hii itakwenda mbele, kwa sababu nabii ulishatabiri kuhusu hayo. Maana yake nini? Ya kwamba kwa hiyo hatuwezi tukakaa tukasubiri kazi itaenda. Kazi itaenda, na wakati tuna kweli nyingi ambazo kwazo Bwana anatamani zisikike. Bwana anatamani tuone tukizisema kwa watu. Na ujue watu wanakuja na wanatamani kusikia ukweli ukisema katika kanisa la Mungu. Lakini sasa tusipousema ninaweza nikasema ya kwamba tutakuwa
tunabania ujumbe ambao mbingu zimetupatia, mbingu zimetuheshimu kuweza kuufikisha kwa watu kwa ajili ya wokovu wa wale ambao Kristo amewafia msalabani, ametufia msalabani. Asante. Amina. Asante kwa nyongeza hiyo mwinjilisti Justin. Lakini tunaenda kwa mwinjilisti Tabitha akiunganisha na swali mmoja ambalo nitaweza kuliweka kwamba je, sisi tunaoamini hii kweli kwa mfano sisi Waadventista wa Sabato tuliopewa kweli na kuijua Sabato ya kweli kuwahubiria mataifa, naam hata msikilizaji mwingine huenda ifahamu Sabato ya kweli, lakini bado tunamtia moyo aendelee kutafiti na kuangalia kwamba Sabato ya kweli iliyo siku ya saba, Jumamosi kwa leo inajulikana siku ya ibada. Sasa tutaomba pia uongezee hapo ndani, je, sisi tunaoijua hii kweli tunaamka baada ya kuona haya matukio au kuna changamoto fulani ambayo tunatakiwa tuamshane? Karibu mwinjilisti Tabitha. Nashukuru sana. Sisi kama Wakristo tunaoijua kweli hatupaswi kusubiria kwamba matukio yanapotokea ndio tuanze kuamka. La hasha. Lakini cha kufanya tunapokuwa tukiona haya hata kabla, inabidi kwanza watu tuwafundishe, tuwaelimishe, tuwaambie kwamba jamani, haya sio mageni kwa sababu yalitabiriwa, ili kusudi hata yanapokuwa yakitokea yasiwakatishe tamaa na kuwavunja mioyo. Haiwezekani sisi tunajua leo tukakaa tukatulia na kuwa na amani moyoni. Hakika tutadaiwa. Na ndio maana hapa quotation hapa nasema, je, tusubiri mpaka utimilizo wa unabii wa mwisho kabla hajasema chochote kuwahusu? Swali linalofuata, yatakuwa na thamani basi maneno yetu? Hatakuwa na thamani yoyote pale ambapo watu wengi wataangamia na tulikuwa na ukweli hatuusemi. Itakuwa ni jambo la kusikitisha sana na kuumiza pale ambapo unaona mtu fulani analia, kwa nini ukunihubiri? Nilikaa na wewe, nikaishi na wewe, nikasoma na wewe, nikafanya kila kitu na wewe, lakini kumbe uliyajua haya na kuniambia. Hakika itakuwa ni kilio na kusikitisha sana. Kwa hiyo sisi basi tunaojua ukweli inatupasa tuseme kabla ya nyakati mbaya hazijaja juu yetu. Anaposema kwamba je, lazima tuone vitu vilivyotabiriwa vinatimia na kupita ndipo tuamini alichokisema? Hii hapana. Inatakiwa tuamini hata kabla hakijatimia. Kwa sababu tunapokuwa tukisubiri kwamba mimi mpaka nasubiri kwamba kitu fulani kitimie ndio nitaamini, hapo tunakuwa tunafanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo basi kinachotupasa kama agizo la Yesu kwamba tuwafanye mataifa na watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, basi tuwahubiri kile ambacho tunakifahamu, ili basi na wenyewe upate kumuona Yesu arudipo mara ya pili. Amen. Asante sana mwinjilisti Tabitha kwa majibu hayo mazuri. Kwa kuongezea hapo kwamba sasa tunafanyeje kwa washiriki ambao hatupati haya masomo, hasa ujumbe wa leo, kwa sababu kuna baadhi ya makanisa hawapati hizi jumbe hasa zinazokata za ukweli wa leo na matukio haya ambayo yanatukia. Kwa mfano, tunaona kabisa tuna janga hili ambalo limeutikisa ulimwengu. Na mwisho wa siku tunaona kwamba imani za wengi zinazidi kupoa na hamna uamsho wote wa watu kuonyeshwa kwamba tupo kileleni, hasa kwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Je, tunawashauri nini hawa wapendwa ambao au wale ambao wanaizi kweli na wameogopa kuzitoa kwa ulimwengu kutokana na masharti? Kwa sababu hapa kuna sentensi inasema hatufanyi chochote. Hii ukurasa kabisa wa 713, hii testimony for the churches inatuambia kwamba hatufanyi chochote kuhifadhi uhuru wa dhamiri. Tuanzie mwanzo hapo. Hatutakuwa tunafanya mapenzi ya Mungu kama tukikaa kwa utulivu hatufanyi chochote kuhifadhi uhuru wa dhamiri. Tunaona kwamba kutokana na hili janga kuna vitu vinawekwa ambavyo yani hata dhamiri zetu zinaondolewa. Kwa mfano, kuna uhuru wa kuabudu. Utaona kwamba leo tunapangiwa sa kuabudu na serikali imeingia kabisa kutupangia namna ya kuabudu. Na tunamkumbuka Esther. Esther anasema kwamba nendeni kafunge, nendeni kaombe siku 3, msile mchana na usiku na mimi siri. Nitaingia kinyume na sheria ili tuwahifadhi uhuru wa nini? Wa dhamiri. Sasa sisi tunatakiwa tufanye nini
ili tuamshe na wenzetu pia walioko huko katika makanisa mengine ili waweze kuamka. Karibuni Mwinjilisti Justin. Okay, asante. Mimi niseme ya kwamba Mungu anafanya kazi katika namna ambayo akili zetu haziwezi kaizana. Amen. Wala haziwezi kabisa na kugundua. Kwa nini? Amekuwa na watu wake kwa kila kizazi. Amen. Amekuwa akimtumia kila mtu anayempenda. Amen. Amekuwa akifanya namna yoyote ile ili kuweza kuamsha wale watu ambao anatamani waweze kuwaokoa. Na utaona katika Ufunuo 18 anapoita nasema ya kwamba tokeni kwake enyi watu wangu. Unaona? Kwa hiyo anaita tokeni. Atazidi kuita na mama waite. Nashukuru Mungu kwamba ameandika katika kitabu hiki cha Pambano kwa anaposema ya kwamba katika siku za mwisho kando ya giza nene sauti ya Mungu, Roho wa Mungu atazidi kuwaita watu watoke katika makanisa ya Babeli. Na kwa hivyo niwatie moyo na niseme kwamba kwa marafiki zangu ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukaona uko mbali ama ufikiwi na kweli hizi ama unatafuta kwa kupapasa sana, lakini unaona ni kama kwamba Mungu anakutenga, nikutie moyo nikwambie ya kwamba Mungu atafanya kazi hata kama mimi na wewe sisi ambao kweli hizi ametuheshimu akatupatia tusipozipeleka, yeye atafanya kazi katika namna ambayo tulizani na kazi yake ataimaliza. Na ole wetu, Paulo anasema ya kwamba ole wangu nisipoihubiri Injili. Bwana tusaidie sana. Amen. Ubarikiwe sana Mwinjilisti Justin. Karibu Mwinjilisti Tabitha kwa kile ambacho tumekizungumzia. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza nguvu pekee inapatikana katika maombi. Amen. Kuna wengine unakuta anafahamu kweli juu ya kitu fulani, lakini anawaza nitaanzaje mimi kwenda kwa mtu fulani na kuhubiri, nitaanzaje mimi? Lakini pale ambapo utashuka magotini kwa Mungu na kujinyenyekeza na kufunga na kuomba, hakika Mungu atakufungulia njia. Lakini kuna mwingine unakuta anatamani kujua zaidi, kupata faraja la moyo, kupata tumaini la moyo, lakini unakuta anawaza sasa napata wapi? Usiwaze. Cha kutia moyo ni kwamba Mungu yupo. Omba, sali, tafuta maandiko, jifunze, muombe Roho Mtakatifu akufungulie njia, akupe uelewa. Hakika hautapungukiwa, na Mungu wetu ni mwema, hata kupungukia atazidi kukuonyesha na kukufunulia na kukutia nguvu. Wewe unaogopa kuwatembelea watu na kuwafundisha neno la Mungu, utapata mwamko, na nguvu pekee ya mwamko inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako utafanya mambo makubwa na usiotarajia kuyafanya. Hakika Mungu wetu atakupungukia. Amina. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, nipende kabisa kukushukuru kwa nafasi hii njema ambayo umeweza kusikiliza kile ambacho tulikuwa tunajadili na hawa wapendwa tu kuhusiana na mambo yanayotokea katika ulimwengu huu na namna gani basi tunatakiwa tuamke, tunyanyue vichwa vyetu juu na kuupeleka ujumbe kwa kasi. Haijalishi utapitia magumu gani, kwa sababu hayana budi kuwapo kama tukiamua kuifata kweli. Lakini yeye anasema atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayefanya nini? Kwa hiyo mpendwa, tuweze kuvumilia hata kama tunapitia wakati mgumu wa kukatisha tamaa. Endelea kuisimamia kweli. Mpendwa ambaye unasikiliza, wakati mwingine uko mbali hata ukutana na kweli hizi, muombe Mungu kama Mwinjilisti Tabitha alivyotuambia kwamba Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukutafuta wewe ambaye una shauku ya kujua kweli, na atakujazia kadri ya alivyotuahidi. Basi pende kumshukuru Mungu kwa kipindi hiki kizuri. Panapo majaliwa, Mungu anapotupatia nafasi, tuweze kukutana tena katika kipindi kingine. Na wale ambao wanahitaji kupata haya masomo zaidi, tutaendelea kushauri tu uendelee kusubscribe hiyo channel uweze kupata masomo ambayo yatatuamsha hasa nyakati hizi za mwisho, na Bwana awabariki. Amen. Basi tunakualika, kama una nafasi unaweza ukapiga magoti tukajumuika kwa pamoja ili tuweze kuomba na Mungu aendelee kuwa pamoja nasi zaidi. Karibuni kwa ombi. Basi Mwinjilisti Justin, karibu kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu tunayetupenda sana, mchana leo tuna kila sababu ya kulitukuza na kulinua jina lako, kwa sababu unatupenda sana, kwa sababu unatujali sana,
kwa sababu umefanya kila jambo kwa ajili ya wokovu wa roho zetu. Na hata kama pale ambapo tulionekana hatuwezi, ulimtoa mwanao ndio aweze kutufia pale msalabani. Hebu damu yako ikazidi kuwa ndiyo haki pekee itoshayo kutuokoa na sio matendo yetu ya mwili. Lakini pia umetuweka katika ulimwengu huu tuishi kuzitangaza hukumu zako na ukuu wako na uweza wako, njiri yako, kila wema wako ambao unatamani wanadamu ambao hawajakufahamu wauone, unatamani waone kutupitia sisi. Tuwezeshe, tujalie neema yako ipitayo wema wote na mema zote, na hatimaye siku unapokuja maelfu kaweze kuokolewa kwako. Wakati ulimwengu unapoogopa, unaposita kutaraji kitu gani kitatokea, hebu katika macho yetu ya imani, hebu katika mioyo yetu pawepo na signals, pawepo na mwashirio, pawepo na shauku ya kukuona wewe, pawepo na shauku ya kutoka na kutangaza neno lako. Tujalie kutenda hivyo na kuzidi, maana tunaomba si kama tupendavyo sisi, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.